الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن ثم جعله ربيعا في قلوب أهل البصائر والفرقان، والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني بنمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Ningependa kuchukua nafasi hii insha Allah kwa shukurini kwa kuwa na uvumilivu na kusubiria mpaka tukafikia tafsir ya hii suratul Mutaffifin. Jana tulisema ya kuwa suratul Mutaffifin madania, ni sura ambayo kwamba imeshukishwa Madina, na tukasema sura zilizoshukishwa Madina ni sura ambazo ndani yake kuna risala na habari zinazoambatana na sheria ya dini yetu, sheria ya kuuza na kununua, sheria ya namna ya kuishi katika ndoa, sheria ya uongozi, sheria ya kila kitu ilishukishwa wapi? Madina. Sheria ama ahkam za haji, ahkam za siyam, ahkam za zaka. Naam, hizi sheria zote zilishukishwa katika sura zilizoshukishwa wapi? Madina. Ama sura zilizoshukishwa Makka zilikuja kulingania tauhid peke yake, kama suratul Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hizi sura ambazo kwamba zimezungumzia risala ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake, kumpokesha katika ibada, kumpokesha katika jina zake na sifa zake. Hizo sura zote zilishukishwa Makka na mengineo yalikuja pia Madina. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mutaffifin jana tulifikia aya ya 6 na leo tutakuwa ni wenye kuendelea na aya ya 7. Katika aya ya 5 na 6 ya sura, Allah subhanahu wa ta'ala alisema, ama kuanzia aya ya 4, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Je, hawa waovu wenye kudanganyana katika kilo na mizani, hawa waovu wenye kudanganyana katika biashara wakawatapeli wenzao, je, hawana yaqini ya kuwa watakuwa ni wenye kufufuliwa? Tena sio kufufuliwa tu, liyaumin adhim, watafufuliwa ndani ya siku nzito, siku ambaye imezungukwa na kuzingirwa na uzito, na uzito zaidi kwa wanafik, washirikina, makafiri na fasidun, mufsidun, watu waovu. Itakuwa nzito kwa wao hiyo siku ya kiyama, itakuwa nzito zaidi kwa watu kama hawa. Ama kwa waumini itakuwa ni yaumun yasir, siku ya uwepesi. Kwao ndio watahisi uzito aina fulani, lakini kwao hali yao haitolinganishwa na hali ya watu waovu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha, naam, kati ya uzito wa siku huo, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, kati ya uzito wa siku huo ama siku hiyo ya kiyama ni kwamba watu watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa malimwengu wote, rabbul insi wal jin, yule mola aliyeumba wanadamu na majini. Watu watasimamishwa mbele yake, na yeye atakuwa na muda na wakati wa kutuuliza kila mmoja wetu maswali 4, na kati ya haya maswali, riziki yako wewe uliichuma kwa njia gani na ulitumia mali yako kwa njia gani? Hii swali tutaulizwa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawatisha
hawa watu waovu, hawa watu ambao kwamba wanafanya utapeli katika biashara, Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawatisha akiwaambia ya kuwa msipokoma basi mtakuja kuletwa mbele yangu siku ya kiyama, na mimi ndiye nitakaye wahukumu. Mimi ndiye nitakaye wauliza kwa nini mlifanya utapeli katika biashara, ila hali mlikuwa mnajua nimeikataza na nimetoa onyo na nimewaahidi nitapatana na nyinyi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 7 akawa ni mwenye kutubainishia hawa watu waovu ambao kwamba mfano wao hawa almutaffifun, wenye kupunjana, kudanganyana katika kilo na mizani. Licha kuwa wanafanya uovu wao huo, wasiwahi kudhania hata mara moja ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatokuwa na rekodi ya vitendo vyao viovu. Na kitendo kipi kiovu kinakusudiwa hapa? Biainihi, kwa umakhsusi, kitendo cha kupunjana katika mizani na kilo. Leo nakukujia na kulipa hela ya kununua mathalan mchele kilo 1, kisha wewe ndiyo ratili yako imeandikwa kilo 1, lakini hiyo kilo 1 umeichezea, sio kilo 1 ya kikweli kweli, ukawa unaniuzia gramu 990, unakuwa kati ya hawa almutaffifun. Wewe leo nakuja kununua kitu kutoka kwako, ukanidanganya kwa kuwa unataka kuniuzia kwa bei ya ghali, ukanidanganya kuwa hii ni kitu original, al-asil, asli, kitu asili. Kama ni asali, ukanunua sukari nguru, ukaichemsha, ukaiayusha, ukaongeza asali kidogo ndani yake, kisha unaniuzia nikana kwamba ni asali piwa, asali kamili, ila hali wewe mwenyewe unajua umenichezea. Unaniuzia maziwa, unanidanganya kuwa ni maziwa kamili, haina maji ndani yake, kumbe umezidisha ukaweka maji ndani yake. Unaniuzia pishori, kumbe sio pishori, umechanganya pishori, naam, labda na Vietnam kidogo ndani yake, naam, labda na katumbo itajulikana. Tuseme umenidanganya, umeniuzia pishori, kumbe sio pishori kamili, umechanganya pishori na Vietnam, kisha ukaniambia hii ni pishori. Naenda kupika, hata harufu sipati, naipata kwa umbali. Ile harufu ya pishori naipata kwa umbali, na nikija kukuuliza unaniambia pishori ya siku hizi haina harufu, kumbe umeichezea, umeichanganya. Na hii ndio tatizo ambalo tuko nalo katika taifa hili la Kenya, udanganyifu na kupunjana. Tizameni, pishori ya zamani ilikuwa inanukia, uko barabarani kule unanusa tu, unajua. Pishori ya sasa inanukia? La, bila shaka wallahi wanatuchanganyia. Sasa wenye kufanya kitendo kiovu kinachonuka kama hii, wasidhania hata siku moja ya kuwa Mwenyezi Mungu hatokuwa na rekodi yao siku ya kiyama. Ndio Allah akasema kalla inna kitaba al-fujari la fi sijjin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema kalla, kwa uhakika, bila shaka. Kalla inna kitaba al-fujari, kwa uhakika bila shaka kitabu cha waovu. Al-fujar, naam, al-fusaq au naam al-fusaq. Al-fujar ni watu waovu, al-fusaq ndio wanaitwa fujar. Ahlul maasi, wenye kufanya maasi kisha hawakomei tu katika kumasi Allah, bal yatajawazuna an hududillah, wanavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema msidanganyane katika biashara, wao wanajua na bado wanaendelea kudanganyana katika biashara. Watu kama hawa ni fujar, alladhina aktharu min almaasi, wale waliozidisha katika maasi ya katika uovu. Hakuna uovu ila wanashikamana nacho.
wakikatazwa wakaambiwa hii ni haram, kudanganyana katika biashara hii ni haram, counterfeiting ni haram, licha hiyo wanajua na bado wanaendelea kufanya hiyo haram. Watu kama hawa Allah amewasifu kwa sifa ya nani? Fujar, ni watu waovu. Kisha uovu wao ni ule uovu wa kupindukia, kwa kuwa wamebobea na wakadumu katika maasiya. Hii inaturudisha mwanzo wa sura hii, wailun lilmutaffifin, inaturudisha kule. Ole wao wale ambao kwamba wanapunjana na kudanganyana katika nini? Katika kilo na mizani na katika biashara, kwa kuwa wasipoacha watakuwa ni wenye kuvuka mpaka wa nani? Mpaka ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu akivuka mpaka wa Mwenyezi Mungu anaitwa nani? Fajir, mtu muovu. Mtu akizoea akawa na uzoefu wa kuvuka mpaka wa Mwenyezi Mungu, mtu kama huyu anaitwa nani? Fajir, mtu muovu. Ndio Allah akasema kuwakumbusha hawa waovu ya kuwa mkiendelea kufanya uovu huo wa kudanganyana, mkapunjana katika kilo na mizani, kila mkikifanya kinasajiliwa, kila mkikifanya kinanukuliwa, kila mkikifanya kinaandikwa chini na nani? Raqibun atid, wanaisajili na kitasajiliwa katika kitabu. Sasa Mwenyezi Mungu hapa anaanza kutueleza na kutubainishia kitabu hicho hali yake na kule kinakohifadhiwa. Anatubainishia kitabu cha watu waovu ni kitabu kipi, ina sifa ipi na inahifadhiwa wapi, ili hawa waovu wajue. Ukishaonywa ukaambiwa wailun, ole wako, chukua tahadhari, ukaendelea, naye pia Mwenyezi Mungu ataendelea kusajili uovu unaoifanya. Kila kitu, hakuna kitu utakifanya na Mwenyezi Mungu haisahau. Sasa hiyo siku ambaye kwamba yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, hiyo siku ambaye wanadamu watasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kila mtu atakumbushwa na uovu ulionukuliwa na kusajiliwa katika kitabu chake. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atustiri. Kila uovu uliokifanya utakumbushwa siku hiyo. Ndio Mwenyezi Mungu akawatisha hawa waovu akasema liyaumin adhim, hiyo siku ya kiyama hiyo ni siku nzito, ni siku yenye mazito. Na hii masala ndio Allah ametukumbusha, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, alimat nafsum ma haddarat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Siku ya kiyama kila mtu atajua uovu aliokifanya, kwa kuwa kila mtu atapatiwa kitabu chake, ambiwe iqra kitabak, soma kitabu chako. Ulikuwa ukifanya, tulikukataza na tukakuonya, na ukawa unafanya ukadhania hatutajua, basi kisome kitabu chako hicho, kimenukuliwa ndani yake kila kitu. Ndio wanafiki watauliza mali hadha alkitab, wakiishangaa kitabu za a'mal halijaacha jambo ndogo wala jambo kubwa, ila kimesajiliwa na kunukuliwa ndani yake. Sasa hii Allah anawatisha watu waovu, hawa fujar, wale waliokuwa na uzoefu wa kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hawa Allah anawatisha kwa kuwakumbusha ya kuwa vitendo wanavyovifanya vinasajiliwa, tena vinasajiliwa katika kitabu kinachohifadhiwa katika nini? Sijin. Sasa Mwenyezi Mungu akasema kalla, kwa uhakika bila shaka, inna kitaba alfujari, kitabu vya matendo, a'mal, kitabu kinachonukuliwa ndani yake a'malul fujar, vitendo vya watu waovu, la fi sijin, kinahifadhiwa katika sehemu yaitwa sijin.
Na kitabu hichi wao watapatanishwa nacho siku gani? Yawmun adhim, siku ambao yawma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya Mola muumba na mlezi wa wanadamu na majini, na akawafanyia hesabu. Na ndio hapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah aliposikia maneno ya ubeti wa ushairi, idha ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbaka an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kayfa ujibu ya wayhi wa man dha alladhi sayahmini. Akatokwa na machozi akikumbuka siku hiyo ya kiyama. Idha ma qala li rabbi, pindi Mola wangu atakaponiambia, amastahyaita ta'sini, haukunionea haya, haukuwa na aibu ukanionea haya ukaniasi. Wa tukhfi dhanbaka an khalqi, ulikuwa unajificha viumbe vyangu wasijue madhambi unayoifanya. Wa bil isyani ta'tini, na unajisahau na nikujia mimi na madhambi. Hii maasi yote ulikuwa unaifanya unakuja nayo mbele yangu mimi. Kwa wanadamu ulikuwa hutaki watu wajue ya kuwa umefanya dhambi fulani fulani, ulikuwa unaona ni aibu, ni fedheha, lakini haunionei mimi haya, ukaendelea kuifanya, ukasahau hii siku yawmun adhim, yawma yaqumu nasu lirabbil alamin. Hii siku nzito, siku ambayo wanadamu watasimamishwa mbele ya Mola wao. Ukasahau hii siku, utakuja kuletwa mbele yangu na hesabu yako yote kimenukuliwa katika kitabu chako, vituko vyako vyote vimenukuliwa. Huko duniani haukutaka watu wajue wewe ni mlevi, huko duniani haukutaka watu wajue wewe ni mzinifu, huko duniani haukutaka watu wajue aibu zako, lakini haukunionea mimi haya, mimi ambaye kwamba nakushuhudia kila unaponiasi, haukunionea haya. Hasa Imam Ahmad bin Hanbal aliposikia maneno haya ya ubeti ya ushairi, wa tukhfi dhanbaka an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kaifa ujibu, ni majibu yapi nitampa Mwenyezi Mungu? Ya waihi, ole wangu mimi. Wa man dha alladhi sayahmini, siku hiyo nani atakayenilinda? Siku hiyo ni nani atakayenistiri? Ilhali yule anayenifanyia hesabu alikuwa ananishuhudia nikifanya maovu hayo, na maovu hayo yalisajiliwa, nitajibu nini? Ndio Imam Ahmad bin Hanbal akasikia maneno haya akatokwa na machozi. Wallahi sisi sote twafaa kutokwa na machozi na majonzi tukikumbuka siku hiyo. Wallahi leo tuna maasi ya Allah, Allah tusameh kwa udhaifu wetu. Tuna maasi ya Allah ila hali anashuhudia. Kwa udhaifu wetu tuna maasi ya Allah ila hali Allah anatushuhudia. Tutasema nini mbele yake siku ya kiyama? Tukisimamishwa mbele yake tutajibu nini? Ila hali hapa tulikuwa tuna maasi na yeye anashuhudia. Tutasema nini? Allah tusameh. Hasa maneno haya kila Muislamu, wallahi, kila shaitani anapokuhusia ufanye maasi, nafsi yako inapokuhusia ufanye maasi, wallahi jikumbushe, nani atakayenishuhudia na mimi nafanya maasi hii? Allah. Nitamjibu nini Allah? Hii maasi naifanya kwa kujificha watu wasijue, lakini je, nitamjificha Mwenyezi Mungu? La, siwezi nikajificha Mwenyezi Mungu, atakuwa ni shahidi. Hasa nitakaposimamishwa yauma yaqumu nasu lirabbil alamin, nitakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu nitamjibu nini? Hii swali kila wakati maasi unataka kuifanya, wallahi kumbuka hii swali. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia hawa mutaffifun, na hawa watu waovu wanaoendelea na kubobea na kudumu katika kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia kalla, kwa uhakika, inna kitabal fujari, kitabu ambacho kwamba kimenukuliwa na kusajiliwa ndani yake vitendo vya watu waovu, la fi sijjin, kimehifadhiwa sehemu yaitwa
kalla inna kitaba al-fujari la fi sijjin. Hii kalima kalla bimaana haqqan, kwa uhakika. Inna kitaba al-fujari ay inna kitaba al-mujrimin wal-fasiqin wal-mushrikin, kitabu cha hawa watu waovu, wakora, watu wa maasi, watu ambao kwamba ni makafiri, washirikina na watu wote wa maasiya, wenye kudumu katika kufanya maasiya, kwa uhakika kitabu chao la fi sijjin, kimehifadhiwa katika sehemu yaitwa sijjin. Kisha akasema fahaula humul ladhina yukadhibuna biyawmiddin bi'a'malihim walau qalu bialsinatihim inna la mu'minina bihi. Hawa ni wale watu kwa kupitia vitendo vyao, vitendo wanaoifanya, ukitizama vitendo wanaoifanya, hawaamini na siku ya malipo. Hata kama watadai kwa ndimi zao ya kuwa mimi naamini na siku ya malipo, yaumuddin, mimi naamini na siku ya kiyama, lakini ukitizama vitendo vyao ni kana kwamba hawaamini na siku hiyo. Hakuna maovu isipokuwa anaingilia. Kama mtu kweli anaamini na siku ya malipo, basi ataachana na maovu. Na kama ni udhaifu wa kibwanadamu, hatakuwa ni mtu mwenye kuvuka mipaka na kupindukia katika maovu. Atajitahidi kupunguza vitendo viovu. Atafanya bidii na jitihada kujaribu kupunguza uovu na kuzidisha vitendo vyema. Kwa nini? Anaamini na siku ya kiyama. Sasa huu mtu anadai kwa ulimi, mimi naamini na siku ya kiyama, lakini ukitizama vitendo vyake ni vitendo vya watu ambao kwamba hawaamini ya kuwa kuna siku watasimamishwa mbele ya Allah kupatiwa malipo ya vitendo vyao. Ndiyo ndugu wapenzi katika iman, maneno haya Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah anatuambia ili sisi tuwe na nini? Tafakari. Usiseme tu kwa ulimi naamini na siku ya malipo, siku ya kiyama, lakini vitendo vyako ni ya vitendo vya watu ambao kwamba hawaamini kuna siku watasimamishwa mbele ya Allah. Hawaamini kuna siku Allah atawauliza. Yani vitendo vyako na madai ya ndimi yanafaa kuambatana. Na ni mtu yupi anaamini na yaumuddin? Alladhi yajtahidu qadra al-imkan fi tarki al-ma'asi, ni yule ambaye kwamba anajitahidi kadri ya uwezo wake kuachana na maasi. Wayabdhulu qusara juhdihi fi al-qiyam bil awamir, na anafanya bidii, anajitolelea, anafanya bidii katika kufanya nini? Katika kutekeleza maamrisho. Hadha alladhi yu'minu biyawmiddin, huu ndio yule mwenye kuamini na siku ya malipo. Kumbukeni katika surati al-Fatiha, maliki yawmiddin, na qiraa ya maliki yawmiddin tulifasiri yawmuddin kuwa ni yawmul jaza, kwa kuwa din maana yake ni malipo. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tadinu tudan, unavyowafanyia wenzako ndivyo utakavyolipwa. Unavyowafanyia wenzako hivyo hivyo ndivyo na wewe utafanya nini? Utalipwa. Ndo wanazuoni wakasema aljazau min jinsi al-amal, malipo yaambatana na yale vitendo ambao kwamba ulikuwa unavifanya. Ulifanya wema utalipwa wema, ulifanya uovu utalipwa nini? Uovu. Sasa nani mwenye kuamini na hii siku ya malipo? Ni yule ambaye kwamba anajitahidi kadri ya uwezo wake kuachana na maasi, na anajitahidi, anafanya bidii yake kutekeleza vitendo vyema. Ikifikia jioni anajifanyia muhasaba, alivyosema Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Anatizama, je, nimefanya leo maasi ngapi na nimefanya leo ibada ngapi? Na kila siku uhakikisha ibada za taa ni nyingi kuliko nini? Maasi.
na kila siku hakikisha maasi niliyoifanya leo ni chache kuliko niliyoifanya jana na juzi. Yani huyu ndiye mtu at least ana make effort. Huyu ndiye yule mwenye kuamini na siku ya malipo. Wala haimaanishi ya kuwa sisi ni malaika tuwezi fanya madhambi, la. Watu wema hufanya madhambi na watu waovu pia hufanya madhambi, lakini tofauti yao ni ipi? Attaqi idha irtakaba ma'siyatan yadhkuru rabbah, mtu mwema akifanya maasiya humkumbuka Mola wake, kisha anafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja katika surati Ali Imran, akiwasifu wachaji Mungu. Akasema wachaji Mungu ni kina nani? Ambao wanakimbilia janna yake ambaye kwamba upana wake ni upana wa samai na ardhi, na hiyo janna imetayarishiwa wachaji Mungu, uiddat lilmuttaqin. Kati ya sifa zao Allah alisema walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ndio attaqi ya'si rabbah washaqi ya'si rabbah. Mtu mchaji Mungu humasi Mwenyezi Mungu, na mtu muovu huyu fajjar. Hawa mafujjar ambao Allah anawazungumzia hapa katika Mutaffifin pia wao wana maasi Mwenyezi Mungu. Lakini ni ipi tofauti baina ya attaqi wal fajir? Ni ipi tofauti baina mtu mchaji Mungu na mtu muovu alfajir, huyu ambaye Allah anamzungumzia katika surati al-Mutaffifin? Ni ipi tofauti baina yao hawa wawili? Attaqi, mtu mchaji Mungu, idha asa rabbahu, akimaasi Mola wake anakuwa na hii sifa. Walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale wakifanya machafu. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ama wajidhulumu nafsi yao kwa kufanya madhambi, dhakarullah, ni wepesi wa kurudi nyuma kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Fastaghfaru lidhunubihim, kisha wanafanya istighfar. Naam, kisha waman yaghfiru dhunuba illa Allah, nani mwenye kusamehea madhambi isipokuwa Allah? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na wala hawadumu katika kuendelea kufanya ile maasi ile hali wanajua. Ama watu fujar, wao watafanya madhambi na wataendelea kuifanya na watadumu katika kuifanya, na wala hawatorudi nyuma kuomba istighfar. Ndo wanazuoni wakasema, ikiwa unataka kujua wewe sio kati ya fujar, wewe sio kati ya nani? Al-ashqiya, watu waovu, basi jitizame wakati unapomaasi Mwenyezi Mungu, ukateleza kamaasi ya Allah. Je, unaomba istighfar au la? Je, baada ya kufanya ile madhambi unamkumbuka Mwenyezi Mungu ukajutia ukaomba istighfar au la? Je, wewe ni mwenye kuendelea kudumu na ile madhambi, ama kuna wakati unaiacha? Ukiona wewe unadumu katika kufanya ile madhambi na wala umkumbuke Allah na wala uombi istighfar, wewe ni kati ya fujar. Lakini ukiona baada ya kuteleza unapatwa na uzito, unapatwa na haya na aibu, unaomba msamaha na unajitahidi, unaachana na ile dhambi na haudumu kulifanya, basi insha Allah innaka minal atqiya, wewe ni kati ya nani? Wachaji Mungu. Hii ndio tofauti baina ya watu waovu na watu wema. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kitabu cha hawa fujar ambao ni watu waovu, la fi sijjin, kipo katika sehemu yaitwa Sijjin. Wanazuoni wakatofautiana katika ufasiri wa nini kinachokusudiwa kwa neno Sijjin. Kauli ya kwanza, as-sijjin bimaana makanin dayiqin, ni sehemu finyo, kinyume na sehemu wasi', sehemu pana ni sehemu finyo. Wakasema sijjin ay dhiqin, yani sehemu finyo, sehemu ambao pamebanika. Hapo ndipo kitabu cha hawa waovu kimehifadhiwa. Na baadhi yao wakasema sijjin
bi'run min abari nari jahannam, wakikusudia ni shimo kati ya mashimo ya moto wa jahannam. Na hapa ndipo kitabu cha hao waovu kinahifadhiwa, na hao waovu watatupwa humo. Na wengine wakasema sijin asfala al-ardina sab'a, chini ya ardhi saba. Bingu ni saba na ardhi ni saba. Chini ya ardhi saba, humo chini yake, chini kabisa, hapo ndipo panaitwa sijin, na ni sehemu finyo. Ni sehemu finyo. Sasa sehemu kama hii, sehemu mbaya kama hii, hapo ndipo kitabu cha hao waovu kinahifadhiwa, kwa kuwa hiyo ndiyo makazi yao. Hii ni kauli ya baadhi ya wanazuoni. Mwanzo, sijin bimaana dhiqin, sehemu pamebanika. La pili, sijin bimaana ni dimbwi kati ya dimbwi vya moto wa jahannam. Na la tatu, sijin iko chini ya ardhi saba, ndio sehemu ya chini zaidi. Na hizi maana zote zikikusanywa, tukikumbuka kauli ya Mwenyezi Mungu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, ya kuwa wanafik wapi watachomwa, wapi wataadhibiwa? Sehemu ya chini zaidi ndani ya moto wa jahannam. Bimaana moto wa jahannam pia iko na nini? Iko na mashimo. Sio kila mahali ni sawa, sio kila mahali ni sawa, inatofautiana kwa kimo. Kuna sehemu ambayo iko chini zaidi, na humo ndio makazi ya wanafiki. Sasa tukizingatia hiyo, basi tunaweza kusanya kauli hizi zote tatu, tukasema sijin kinachokusudiwa ndio sehemu chini zaidi. Je, sehemu hicho kiko wapi? Kipo ndani ya moto wa jahannam, basi litakuwa ndio dimbwi la chini zaidi, shimo ya chini zaidi ndani ya moto wa jahannam. Na ni sehemu ambaye kwamba makanul mashaka, ni sehemu ya mashaka, hakuna raha ndani yake. Makanu dhiqin, ni sehemu ambayo kwamba naam, mtu atakuwa ni mwenye kufinyika. Si sehemu ya starehe wala sehemu ya kupumzika, bali ni sehemu ya mashaka na sehemu ya dhiki. Na sehemu hii ipo chini ya ardhi ngapi? Saba. Hivi ndivyo baadhi ya wanazuoni walivyokusanya hizi kauli zote kwa pamoja, ikiashiria kuwa hawa watu waovu, hawa alfujar, hawa hii ndiyo sehemu yao. Kisha akasema Ibn Uthaymin, bayana Allahu ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima anna kitab al-fujar wa humul kuffaru fi sijjin. والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق. Akasema Ibn Uthaymin baada kutaja maneno haya yote ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alibainisha kitabu cha fujar. Na fujar ni nani? Humul kuffar, ay alladhina kafaru bil imani biyawmil qiyamah, wale waliokufuru na imani ya siku ya Kiyama. Hawa kitabu chao cha matendo yao ipo katika sijin. Wasijin, wanazuoni wamesema maakhudhun, kimetokamana na neno asijin, wa huwa adhiq. Na asijin maana yake ni sehemu iliyobanika, sehemu ambaye mtu hauna raha ndani yake. Ndiyo jela kwa lugha ya Kiarabu ni nini? Sijnun. Jela kwa lugha ya Kiarabu, jela ni sijnun. Na mfungwa ndani ya jela, je, anahisi ako na starehe, ako na nafasi? La, anahisi amebanika na kufinyika. Naam. Kisha akasema alayhi rahmatullah, wa hadha almakan adhiq huwa naru jahannam. Na hii sehemu ambayo kwamba imebanika ipo wapi?
Na ni wapi? Ndani ya moto wa Jahannam, wal-iyadhu billah. Hii ni maneno yake, akasema wal-iyadhu billah. Na Mwenyezi Mungu atulinde, tunaitisha kinga cha Allah atulinde kutokamana na moto wa Jahannam. Kama qala Allahu tabaraka wa taala, akanukuu maneno ya Mwenyezi Mungu katika surati al-Furqan, wa idha ulqu minha makanan dayiqa, ay wa idha ulqu minha, na watakapotupwa mumo ndani hawa watu waovu, makanan dayiqa, sehemu ambaye kwamba ni finye, sehemu ambaye kwamba ni nini? Finyo. Yani si sehemu ya starehe, hakuna nafasi, umebanika. Sawa na namna mtu anavyokuwa katika nini? Katika jela. Si sehemu ambayo una uhuru, hakuna uhuru humo. Wajaa fi alhadithi, hadithi al-Bara' bin Azib al-mashhur fi qissati al-Muhtadhar, na imekuja katika hadithi ya al-Bara' bin Azib, hadithi ambayo kwamba inazungumzia yule aliyehudhuriwa na maut, wama yakunu ba'da al-maut, na matukio ya baada ya mtu kufa. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala husema, anasema mtu pale atakapokufa, kisha baada ya kifo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema uktubu kitaba abdi, andika kitabu cha mja wangu huyu. Na hapa sehemu mbili katika hadithi hii, ni hadithi ndefu. Sehemu ya kwanza inamzungumzia muumini, na sehemu ya pili, na ndio sehemu hii, inamzungumzia mtu kafiri. Mtu kafiri baada ya kufa, Mwenyezi Mungu anasema uktubu kitaba abdi, anatoa amri kuambia malaika, andikeni kitabu cha mja wangu huyu kafiri, fi sijin, andikeni hicho kitabu katika sijin, fil ardi sabi'ati sufla, katika ardhi ya saba ya chini zaidi. Fil ardi sabi'ati as-sufla, katika ardhi ya saba ya chini zaidi. Andikeni na muhifadhini kitabu cha huyu mja wangu mwovu humo. Na hadithi hii rawahu imamuna Ahmad. Hii ni hadithi mashhur katika musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa hivyo sijin huwa asfalu ma yakunu min al-ardi alladhi huwa maqarru an-nar, anasema Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Sijin ndiyo sehemu ya chini zaidi katika ardhi, na ndiyo sehemu inayopatikana nini? Moto wa Jahannam, na'udhu billahi minha. Fahadha alkitabu fi sijin, kitabu cha waovu kipo wapi? Katika hili sehemu ambaye sifa yake ni mbaya, sehemu ambaye mtu akijipata ndani yake hana uhuru, amefinyika, amebanika, hana uhuru. Kisha ndiyo sehemu ya chini zaidi, kisha kipo wapi? Ndani ya moto wa Jahannam. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, makusudio ya kutuambia haya ni ili hawa fujar, hawa watu waovu wenye kupindukia katika maovu, wapatwe na hofu, waachane na maovu. Wapatwe na nini? Hofu, waachane na nini? Maovu. Kwa kuwa licha ya kuwa humo kitabu chao kimehifadhiwa katika sijin, wao pia wataadhibiwa katika hiyo sehemu sijin. Sasa ikiwa kitabu yako iko pale na sifa ya sehemu hii ni hii ambayo tumetajiwa, na wewe pia utaadhibiwa sehemu hiyo, je, hauko tayari kuachana na maovu? Mbona udumu katika kufanya maovu mpaka ukaitwa nani? Fajir, mtu muovu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema, wama adraka ma sijin, na ni nini kitakujulisha sijin ni nini, na ni nini kitakupa ufahamu wa sijin. Hii sijin ambayo tumeisifu, ni nini itakupa ufahamu wake? Wama adraka ma sijin. Akasema Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, hii swali na ni nini kitakujulisha, hii istifham, akasema fal istifhamu huna lita'dhim,
Hii swali ambaye Mwenyezi Mungu anatuliza na ni nini itawajulisha ni nini sijin. Hii swali litadhim, ni ya kutuonyesha uzito wa nini wa hiyo sijin, kutuonyesha uhatari wa nini hiyo sijin, ambayo ni makazi ya waovu, kule kunakohifadhiwa kitabu cha watu waovu. Litadhim, ma alladhi a'lamaka bisijin wa hal bahathta anhu, je wewe umefanya kutafuta ukafanya utafiti ukafahamu habari ya sijin, kutuonyesha uzito na uhatari wa sehemu hiyo, ili mwanadamu asitamani kujipata sehemu kama hiyo. wa hal sa'alta anhu hatta yubayyana lak, je umefanya kuulizana ni sehemu gani kinahifadhiwa kitabu cha watu waovu na ni sehemu gani wataadhibiwa watu waovu wenye kuvuka mipaka ya Allah? Je wewe kama mwanadamu umepata kufanya jitihada ya kuuliza ili ujue, ili ukome? Litadhim, kutuonyesha uzito, uadhimu, ukubwa wa hili sehemu asijin. Wa ta'dhim qad yakunu li'azamati shay birif'ihi wa 'uluwihi, kama qala Allah ta'ala kalla inna kitaba al-abrari la fi 'illiyin. Na hii swali la kutuonyesha uzito na utukufu yaweza kuwa ni yenye kutumika katika kutubainishia utukufu na ubora wa jambo. Kwa mfano, kalla inna kitaba al-abrari la fi 'illiyin. Abrar hao ni kinyume cha fujar. Abrar hawa ni atqiya, hawa ni wachaji Mungu. Hawa ndio wale tuliowasifu katika surati Ali Imran. Wakifanya madhambi hawadumu, bali ni wepesi wa kurudi nyuma na kuomba istighfar na kuachana na madhambi hayo. Hao ndio abrar. Sasa kitabu chao kipo wapi? La fi illiyin, sehemu bora zaidi, sehemu ya juu zaidi katika janna. Kinyume chao ni nani? Hawa fujar. Sasa Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah anatupatia hali ya hawa watu wawili, watu waovu na watu wema. Watu wema kitabu chao hakipo sehemu moja na kitabu cha watu waovu, na watu wema hawakaribii sehemu ya watu waovu. Wao ndio wako sehemu ya juu zaidi katika janna. Wa qad yakunu li'azamati shay nuzulan, na pia swali kama hii yatumika namna ilivyotumika hapa kutuonyesha uzito wa jambo katika nini? Uchini wake, namna inavyokuwa chini. Wa hadha ta'dhim fi sijin laysa liraf'atihi wa 'uluwihi walakinahu lisufulihi wa nuzulihi. Hapa limekuja kutuonyesha namna hii sijin ndiyo sehemu ya chini zaidi, ambalo subhanallah linaambatana na hali ya hawa watu waovu. Kwani watu waovu Allah aliwazungumzia vipi? Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukawageuza wakawa chini ya waliokuwa chini. Yani kuna watu wako chini, kisha kuna wale watakaokuwa chini yao kama wanafiki. Ndio Allah akasema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, yani hata washirikina na makufar watakuwa sehemu bora zaidi kuliko wanafiki. Subhanallah, hata washirikina katika moto wa jahannam watakuwa sehemu bora kuliko wanafiki. Watakuwa sehemu bora kuliko nani? Wanafiki. Almuhim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza hii swali ili kutilia uzito hii sijin. Akatuuliza wama adraka masijin, na ni nini kitatujulisha ni nini ama sehemu ipi hii sijin, na hichi kitabu ambacho kinahifadhiwa katika sijin, kitabu cha watu waovu, ni kitabu aina gani? Ndio Allah akajibu kutuambia kitabu marqum. Hawa watu waovu, subhanallah, namna watakavyokosa kuponea kitabu chao hichi ambacho kimehifadhiwa hapa sijin,
ambao ndio sehemu ya chini zaidi, dimbwi la chini zaidi ndani ya moto wa Jahannam, ambao kwamba inapatikana chini ya ardhi ya 7. Hawa watu waovu kitabu chao hichi ambacho kimeandikwa na kikahifadhiwa kule ni kitabu marqum. Na ni nini maana ya neno kitabu marqum? Ay hadhihi la ta'udu ala sijin wa inma ta'udu ala kitab. Sasa hii kitabu marqum kinachozungumziwa hapa sio sehemu ambao kitabu kimehifadhiwa, bali kinachokusudiwa ni kitabu hicho chenyewe. Kitabu cha watu waovu kinakaa vipi? Allah anaisifu, anasema kitabu marqum. Marqum ay subhanallah, maktubun la yuzadu fihi wala yunqas wala yubaddal wala yughayyar. Subhanallah, hii ndio sehemu hatari. Hii kitabu marqum, hichi kitabu cha watu waovu ni marqum. Marqum maana yake nini? Kitabu ambacho ndani yake kimeandikwa matendo yao yote. Yani siku ya kiyama kuna watu hawatastiriwa na kuna watu wanastiriwa. Kumbukeni katika dua ya Lailatul Qadr tunaomba nini? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na kuna tofauti baina ya al-afu wal-istighfar. Istighfar, wewe ukiomba istighfar maana yake Allah anakusameh ile dhambi, lakini bado kimenukuliwa katika kitabu chako. Lakini al-afu maana yake Allah anakusamehea hiyo dhambi na katika kitabu chako kinafutwa, ni kana kwamba hukukifanya, bali ukiitubia namna inavyofaa, hiyo kitendo kiovu kinabadilishwa kinakuwa hasanat. Ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Wale watakaotubia wakaamini wakatenda vitendo vyema wakabadilika wakaachana na maovu wakabadilika wakawa waja wema, hawa Mwenyezi Mungu anabadilisha katika rekodi yao yale maovu aliyokuwa anafanya, ile dhambi aliyoifanya inabadilishwa inakuwa ni taa, kitendo kizuri. Kwa nini? Amebadilisha maisha yake, amebadilika, ameachana na maovu, hajadumu katika maovu, hajakuwa mtu fajir. Fajir tulisema yule mwenye kudumu katika nini? Maovu. Yeye hajakuwa hivyo, amebadilika. Sasa mtu kama huyu kitabu chake pia kinabadilika. Kwa nini? Amebadilika maishani. Ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Hao yani vitendo vyao viovu vinabadilishwa vinakuwa vitendo vya wema, hata katika kitabu kinabadilika. Lakini hawa fujar, hao wenye kudumu katika madhambi, hawa ambao hawataki kubadilika wakawa waja wema, hawa ambao kitabu chao kimehifadhiwa katika sijin, ambao ndio dimbwi ya chini zaidi katika moto wa Jahannam, kitabu chao hakuna kitu kinafutwa ndani yake, uovu wote utasalia vile vile na hakuna kitu kinabadilika ndani yake. Ndio Allah akaisifu kitabu marqum. Bimaana namna tulivyo tofauti katika vitendo, namna mtu muovu anafanya madhambi na mtu mwema aweza teleza akafanya madhambi kisha akachana naye akafanya toba kikweli kweli, akaacha kudumu katika madhambi akabadilika, hivyo anavyobadilika pia kitabu chake chaweza badilishwa. Maovu yakabadilika yakawa nini? Mema. Kwa nini? Mwenyewe amefanya bidii akajibadilisha kivitendo. Ama huyu fajir, hawa mafujar, hawa watu waovu ambao kitabu chao kimehifadhiwa sehemu gani? Sijin. Sijin ambao ni wapi? Dimbwi la chini zaidi ndani ya moto wa Jahannam, ambao linapatikana wapi? Chini ya ardhi ya 7, sehemu ya chini zaidi. Kitabu chao kimehifadhiwa hapo. Je, kitabu chao chaweza badilishwa kitu ndani yake? La, kitabu marqum. Kimesajiliwa kila kitu ndani yake. Hakiongezwi wala hakipunguzwi. La yuzadu fihi wala yunqasu. Haiongezwi ndani yake wala haipunguzwi, lakini wala yubaddalu wala yughayyaru. Yale matendo yaliyosajiliwa hapo ndani hayabadilishwi na wala hakuna kubadilika. Bal hadha maaluhum wa maqarruhum wal iyadhu billahi
abadal abidin. Hawa watu waovu. Namna watu wema tulisema tofauti, na hii ndio faida tunapata. Mtu mwema anafanya madhambi, mtu mwovu anafanya madhambi, sio? Lakini mtu mwema kitabu chake hakihifadhiwi katika sijin. Kwa nini? Kitabu chake ni tofauti na kitabu cha watu waovu. Kitabu cha mtu mwema kinahifadhiwa wapi? Illiyin, sehemu ya juu zaidi katika janna. Na kitabu chake huyu mtu mwema, kwa kuwa ndio alifanya madhambi, lakini ni mtu hadumu katika kufanya madhambi, ni mwepesi wa kurudi nyuma, namna Allah alivyosema katika surati Ali Imran, mwepesi wa kurudi nyuma akafanya istighfar. Kisha ni mtu hadumu katika kufanya madhambi, kisha ni mtu anadumu katika kufanya mema. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Anaisi sifa, alitubia madhambi. Tazameni, huyu mtu mwema alitubia madhambi, man taba wa amana, kisha akaamini. Akaamini na nini? Akaamini na Allah, akaamini na malaika, akaamini na mitume, akaamini na vitabu, akaamini na yaumuddin, akaamini na siku ya kiyama, akaamini na qadar. Na kwa kuwa naamini na yaumuddin na akona imani kamili insha Allah, wa amila amalan saliha, akawa ni mwenye kufanya vitendo vyema. Mtu kama huyu kitabu yake haiwezi wekwa katika sijini, licha ya kuwa kuna wakati alikuwa anafanya maovu. Kitabu chake kitawekwa wapi? Katika illiyin. Kwa nini? Kitabu chake kinabadilishwa. Ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Hawa ambao wamejirekebisha wakajibadilisha, hawa wasikate tamaa na rahma ya Allah, kwa kuwa mwanzo kitabu chao hakitowekwa katika sijin, kitawekwa katika illiyin. Bimaana ikiwekwa katika illiyin, kuna uwezekano wa mabadiliko kupatikana, kinyume na kitabu cha watu waovu. Na kati ya mabadiliko yatakayopatikana, ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah anabadilisha maovu yao, yanageuka yanakuwa vitendo vyema. Na ndio maana kitabu chao kiko wapi? Illiyin. Ama watu waovu kitabu chao kiko wapi? Illiyin la sijin, la fi sijin. Kwa nini kipo katika sijin? Kwa kuwa kitabu hicho hakibadilishwi lolote ndani yake, halizidishwi, halipunguzwi, halifutwi lolote na wala halibadilishwi. Kisha hapo sijin ndio makazi yao. Ndio maana kitabu chao kinahifadhiwa kule, kwa kuwa hapo ndio makazi yao, hapo ndipo wataenda kuadhibiwa kwa uovu wao. Sijui tumeelewa hali hizi mbili? Kitabu yao inahifadhiwa kule. Kwa nini? Hakuna mabadiliko itafanywa ndani yake, kinyume na watu wema waliokuwa na maasi ya Allah mbeleni kisha wakajibadilisha. Kwa nini kitabu cha hao watu waovu kinahifadhiwa katika sijin? Kwa kuwa ndio makani, ndio sehemu, makarrihim, sehemu watakaodumu ndani yake. Ndio Allah anawatisha watu waovu wenye kudumu na kubobea. Anaambiwa hii ni madhambi, achana naye. Anatahadharishwa lakini bado anafanya. Hasa anaambiwa hivyo ulivyokataa kubadilika duniani, basi kitabu chako pia hakitobadilika, na sehemu yako pia haitobadilika. Sehemu yako itakuwa fi sijin. Hii ndio faida kubwa ambayo kwamba subhanallah tunapata katika hizi aya. Kitabu marqum, kitabu ambacho kwamba ndani yake kila kitu kimenukuliwa, na kwa kuwa kila kitu kimenukuliwa ndani yake, halizidishwi ndani yake lolote wala halipunguzwi, na pia vile vile halibadiliki chochote ndani yake, na kinahifadhiwa katika sijin kwa kuwa ndio sehemu ya hawa watu waovu, kwa kuwa duniani walikataa kubadilika. Lakini watu wema tulisema attaqi ya'si Allah washaqi alfajir ya'si Allah. Mtu mchaji Mungu, mtu mwema ana maasi ya Allah, na mtu muovu pia ana maasi ya Allah. Lakini tofauti yao ni gani? Mtu mwema hubadilika, akaachana na madhambi, akatubu toba ya kikweli kweli, akajibadilisha, na kwa ajili ya hiyo Allah anamzawidi, anageuza maovu yake yanakuwa vitendo vyema, na kitabu chake kinahifadhiwa fil illiyin, bishara sehemu atakaopelekwa katika janna.
Ama mtu muovu hukataa kubadilika, anabobea na kudumu. Hakuna mipaka ya Mwenyezi Mungu isipokuwa anaivuka, na bali anadumu na kujivunia kuvuka mpaka wa Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo kitabu chake pia hakitobadilika, na litahifadhiwa wapi? Sijini, kwa ishara ya sehemu ambaye yeye ataadhibiwa ndani yake, ambaye ni sehemu gani? Sijini. Na je, kitabu cha mtu muovu chaweza badilika ndani yake baada yeye kufa? La. Cha huyu kafiri, huyu mushrik, halibadiliki. Lakini ikiwa alikuwa na asli ya iman ya Uislamu na alijiepusha na ushirikina, huyu aweza ponea. Ndio maana wanazuoni wakasema, la yuhfadh kitaba man kana lahu aslu al-iman fi sijin, kitabu cha mtu yote ambaye kwamba ana asli ya iman. Na hii ndio faida ya mtu kujiepusha na ushirikina. Kitabu cha mtu yote aliye na asli ya iman, bimaana Muislamu, haifadhiwi katika sijin. Kule katika sijin ni kitabu ya nani? Wanafiq na nani? Washirikina. Ama mtu Muislamu ambaye akona asli ya iman na alijiepusha na ushirikina, kwa kuwa ushirikina unaondoa asli ya iman, mtu kama huyu kitabu chake hakihifadhiwi sijin. Kwa kuwa kule sijin ni kitabu ya watu sampuli gani? 3: wanafiq, washirikina na makafiri. Ama huyu aliye na asli al-iman, mambo yake inaweza badilika. Kivipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithul qudsi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn adam law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqaitani wa lam tushrik bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfira. Allah anasema katika hadithul qudsi, ewe mwanadamu, lau ukifa ukaletwa mbele yangu na madhambi kiasi ya hii ardhi, hii dunia mzima, lakini ulipoletwa kwangu, uliletwa huku umejiepusha na ushirikina, haukunishirikisha na yoyote na chochote, ulijieka mbali na ushirikina, sawa? Lakini pia vile vile umenijia na madhambi kiasi ya hii dunia nzima. Kwa kuwa wewe ulijiepusha na ushirikina, zawadi mtakaokupa wewe kwa kujieka mbali na ushirikina ni kwamba nitapatana na wewe na kiasi cha dunia nzima msamaha. Yani msamaha kiasi cha dunia mzima. Yani hayo madhambi yako yote yaliyojaa dunia nzima nitakusamehea. Kwa nini? Ulijieka mbali na ushirikina. Ndio wanazuoni wakasema, mtu aliye na asli ya iman, na huu ni Muislamu aliyejizuia na nini? Ushirikina. Hata akiwa na madhambi kiasi cha dunia nzima, Allah siku ya Kiyama atampatia msamaha kiasi cha dunia nzima kwa zawadi, kama zawadi kwake. Kwa nini? Kwa kuwa alijieka mbali na nini? Ushirikina. Muislamu, kama kuna kitu nafaa kujiepusha nacho ni nini? Ushirikina. Hasa kitabu cha mtu Muislamu haifadhiwi katika sijin. Mtu aliye na asli ya iman, kitabu chake haifadhiwi katika sijin. Na ikiwa anafanya madhambi, kitabu yake pia haitakuwa katika illiyin. Ikiwa anadumu katika madhambi, haitakuwa katika illiyin. Kwa kuwa kule kwa illiyin ni sehemu ya wale waliojitahidi, wanajiepusha na madhambi kadri ya uwezo na wanashikamana na ibada. Mtu kama huyu, subhanallah, tahta mashiatillah, siku ya Kiyama, huyu mtu ambaye ni Muislamu anafanya madhambi na anajiepusha na ushirikina, mtu kama huyu siku ya Kiyama atakuwa chini ya mashia ya Mwenyezi Mungu. Allah akitaka atamuadhibu na Allah akitaka atamsamehea. Hii ndio itikadi yetu ahlu sunna wal jamaa. Sasa ni muhimu sisi kuunganisha hizi nukta mbili. Kitabu cha watu waovu kinahifadhiwa sehemu ya chini zaidi, sehemu mbovu zaidi katika moto wa Jahannam. Kwa nini? Kwa kuwa hiyo ndio makazi yao, na kwa kuwa kitabu chao halitobadilishwa ikiwa walikufa bila ya kujirekebisha, ikiwa walikufa bila ya kurudi katika tauhid, kinyume na kitabu cha watu wema ambaye yaweza ikabadilika. Kisha Mwenyezi Mungu hapo akasema,
wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao hawa wenye kukadhibisha siku ya kiyama, ambao hawaamini na nguzo 6 za imani. Ole wao siku hiyo ya kiyama, ole wao, kwa kuwa siku hiyo hakuna kuponea kwao. Na namna tulivyosema jana, neno wailun pia wanazuoni walisema ni dimbwi kati ya vidimbwi vya moto wa Jahannam. Sasa hawa ambao wanaikadhibisha siku ya malipo, hawaamini na nguzo 6 ya Uislamu ya imani, hawa makazi yao ni wapi? Ndani ya moto wa Jahannam, na huenda watajipata katika nini? Sijin, na ndio sehemu ya chini zaidi ndani ya moto wa Jahannam. Na bila shaka wanafiq, hii ndio sehemu yao. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Na akasema neno wailun limetangulia, na kuliko tangulia huko mwanzo wa sura tulisema neno wailun, wala zuoni walisema maana yake ni onyo kali na tahadhari, na wengine wakasema maana yake ni dimbwi kati ya vidimbwi vya moto wa Jahannam. Na alifanya nini Sheikh? Alikusanya maana mbili, akasema onyo kali wa tahadhari wale ambao kwamba wanapunjana katika kilo na mizani, kwa kuwa wasipoacha hivyo kufanya hivyo wataadhibiwa wapi? Katika wail. Na wail ni wapi? Dimbwi kati ya vidimbwi vya moto wa Jahannam. Hasa hapa Mwenyezi Mungu akasema wailu yawma idhil lilmukaththibin. Kisha Ibn Uthaymeen akasema Mwenyezi Mungu amefasiri hii aya na aya inayofuata. Yani Allah amefasiri aya 10 ya hii surati al-Mutaffifin na aya 11. Ni kina nani hawa al-mukaththibun? Akasema qala Allahu ta'ala alladhina yukaththibuna biyawmiddin. Hawa wanaoashiriwa al-mukaththibun ni wale ambao kwamba yukaththibuna biyawmil jazaa wa huwa yawmul qiyamah, wanaikadhibisha, hawaamini kikweli kweli na siku ya malipo, kwa kuwa yawmuddin maana yake ni yawmul jazaa, siku ya malipo. Na ndio siku gani? Yawmul qiyamah. Haula alladhina yukaththibuna biyawmiddin tawaadahumullahu bilwayl, hawa ambao wanakadhibisha siku ya malipo Mwenyezi Mungu amewaonya, naam, na akawatisha na wail. Na wail ni nini? Sehemu katika moto wa Jahannam, na ni onyo kali na tahadhari kwa wale ambao kwamba hawasikii. Lianna haula almukaththibin, kwa kuwa hawa watu waovu wenye kukadhibisha siku ya kiyama, la yumkinu an yastaqimu, hawawezi wahi kuwa na msimamo katika dini, hawawezi wahi kunyooka katika dini, hawezi kuwa ni wenye kunyooka katika kufuata dini. Ala shari'atillah la yastaqimu ala shari'atillah illa man amana biyawmiddin. Mtu hatonyooka katika sheria ya Mwenyezi Mungu, hatofuata dini ya Mwenyezi Mungu isipokuwa yule aliyeamini na siku ya malipo. Kisha akasema lianna man lam yu'min bihi wa innama amana bilhayati faqat fahuwa la yahtamu bima waraaha, kwa kuwa yule ambaye haamini na siku ya malipo, wallahi alazim, ameamini tu na maisha hapa duniani, huyu hajishughulishi na kujichungia siku hiyo, hajishughulishi na kujilinda kutokamana na kile kinachokuja baada ya maisha ya dunia, wala ya'malu lidhalik, na wala hajitahidi kufanya bidii kujitengenezea maisha yake ya baada ya kifo. Wa innama yabqa kal an'am, anabakia kama mnyama. Ama yule mwenye kuamini na siku ya din, fa innahu yujahizu nafsahu lahu, anajitayarishia hiyo siku. Na ndio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule bwana ambaye kwamba alisema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mata saa, ni lini siku ya kiyama itafika? Mtume alimjibu nini? Wa madha a'dadta lahu, umefanya matayarisho gani kupatana na hiyo siku ya kiyama? La muhimu sio wewe kujiuliza ni lini siku ya kiyama, ya muhimu ni wewe kujiuliza nimefanya matayarisho gani ili nisiangamie ndani ya siku ya kiyama. Ndio Sheikh hapa akasema al-imanu billahi ibtidaan wal imanu bil yawmil akhiri
kuamini na Allah mwanzo na kuamini na siku ya Kiyama, fa innahuma, hizi imani mbili, taj'alu al-insan ya'malu lil-yawm al-akhir alladhi huwa al-maqar, linamfanya mwanadamu aanze kufanya nini? Kuchukua tahadhari, akafanyia kazi siku ya Kiyama, maisha baada ya kifo, kwa kuwa hiyo ndio maisha yenye kufanya nini? Kudumu. Namna Mwenyezi Mungu alivyosema, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hapa duniani hakuna kitu mtu hautafanya ili uomoke, ili uishi vizuri, lakini tunasahau kule ambapo mtu utaishi maisha ya milele ni akhira. Kwa hivyo tumia nafasi ya dunia kujitengenezea nini? Akhira yako. Na ndugu wapenzi katika iman, Allah akasifu ni kina nani hawaamini na siku ya malipo. Wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Hii ndio aya ya mwisho siku ya leo. Na hatokadhibisha siku ya malipo mtu yoyote, hatopinga imani ya siku ya malipo ila mtu mwenye hizi sifa mbili, mu'tadin athim. Mu'tadin ay man yujawizu hadda Allah, yule mwenye kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kumbukeni katika hadithi Mtume alisema kila mfalme ana mipaka yake, na mipaka ya Mwenyezi Mungu ni nini? Maharimu, vitu ambavyo ametuambia ni haramu, hatufai kuvivuka tukavitenda. Basi yule mwenye uzoefu wa kuendelea kufanya maasi, anavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, huyu ndio mu'tad. Na athim ni nani? Man yukthiru al-atham, yule mwenye kukithirisha maovu. Hawa wenye kukithirisha maovu, hata akituambia mimi naamini na siku ya malipo, lakini tukiona vitendo vyake ni vitendo vya mtu mwenye hizi sifa mbili, hakuna dhambi isipokuwa anaifanya, kisha hudumu katika kufanya madhambi. Mtu kama huyu tutamwambia namna Mwenyezi Mungu alivyouliza, araaita alladhi yukadhibu biddin, je, umemwona yule ambaye kwamba haamini na siku ya Kiyama? Hata kama atasema kwa ulimi naamini na siku ya malipo, lakini kivitendo tunamhukumu mtu. Kwa nini? Vitendo vyake. Tukiona vitendo tunawambia wewe hauamini na siku ya malipo. Kwa nini? Ungekuwa unaamini na siku ya malipo, ungeachana na hizi maovu unayoyafanya, ungekithirisha ibada. Lakini wewe umeachana na ibada na umekithirisha maovu, na hakuna uovu isipokuwa unaiingilia na unaifanya, na wala haurudi nyuma na wala hauna haya. Huyo tunawambia wewe unadai tu kwa ulimi, lakini wewe uamini na siku ya Kiyama. Ndio Allah akasema, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Hawa mtu tariku sala kweli anaamini na siku ya Kiyama. Mtu mwenye anamnyanyasa yatima, anakula mali yake, na hao ni kati ya mutaffifun. Namna Ibn Uthaymeen amesema, inma yaakuluna fi butunihim nara. Mtu anamrusha yatima, anarithi kule hafai kurithi, anamnyanyasa yatima. Je, huyu anaamini na siku ya Kiyama? Mtu mwenye kumtesa yatima kweli anaamini na siku ya Kiyama? Mtu ambaye kwamba anao uwezo lakini ajihusii nafsi yake na wenzake katika kualisha maskini, je, anaamini na siku ya Kiyama? Ndio Mwenyezi Mungu akatuliza, araita alladhi yukadhibu biddin, je, umemwona yule ambaye haamini na siku ya malipo? Ni mtu mwenye hizi sifa, hata kama atadai kwa ulimi naamini, tunaona vitendo vyake. Insha Allah natumai tumepata ufahamu. Maneno hayo ni mazito. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kati wenye kusikia na kufuata. Insha Allah tutapatana juma lijalo.